Bwana wananchi, mambo vipi? Natumai wote mmeona tangazo ambalo klabu yetu Young Africans imelitoa. Ni taarifa kwenda kwa umma kuhusu mchakato wa kutangaza tenda kwa ajili ya makampuni, taasisi na wadau mbalimbali kuja kuomba kushirikiana na klabu yetu ya Young Africans Sports Club kwenye ujenzi wa uwanja wetu wa nyumbani. Taarifa hii ni muendelezo wa mchakato wetu wa ujenzi wa uwanja wa klabu yetu. Ukumbuke mara ya mwisho klabu ya Young Africans ilikabidhiwa hati na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hati hii ilikuwa ni hati ya umiliki wa eneo lote la mradi wa uwanja ambalo klabu ya Young Africans iliomba pia nyongeza ya ardhi. Kwa serikali ikatukabidhi ile hati kwa maana ya kumiliki lile eneo. Baada ya kukabidhiwa hati, watu wakawa wanajiuliza nini kinafuatia, mbona kama kuna ukimya hivi? Kamati yetu tendaji ambayo inaongozwa na rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said ilikutana na ajenda ilikuwa moja tu kuhusu ujenzi wa uwanja wa klabu yetu Young Africans. Na kwenye mkutano huo wa kamati tendaji wakakubaliana sasa kama taasisi tutangaze tenda hii kwa makampuni, mataasisi na wadau mbalimbali ambao wangependa kushirikiana klabu yetu. Taarifa hii ukiitazama imeelezea vizuri. Kwanza imeelezea wigo wa mradi, kwa maana mradi wenyewe, kwa maana ya uwezo wa uwanja ambao kama tendaji inafikiria ni kuwa na watu 25,000 mpaka 35,000 capacity ambao tuko nayo, lakini kuwa na hybrid kwa maana zile nyasi changanyiko kwenye eneo la kuchezea. Kulikuwa na vitu vingi kwa maana mfumo ule wa mifereji ya maji, maeneo ya VIP, usalama, mifumo ya taa uwanjani. Kwa kifupi tumeainisha wigo wa mradi wenyewe wote. Tumeuelezea kwenye barua yetu. Lakini pia tumetoa sifa za taasisi, kampuni ambayo ingependa kupata tenda hii ya kushirikiana na klabu yetu kwenye ujenzi wa uwanja wa klabu yetu. Na katika sifa hizo tumeainisha sifa kama 5 hivi. Moja ilikuwa ni uwezo uliothibitishwa katika kufadhili na kutekeleza miradi mikubwa miundombinu, kwa maana hatuwezi kushirikiana na taasisi au kampuni ambayo haina uzoefu katika jambo hili. Lakini la pili ni uwezo mkubwa wa kifedha ambao uwezo wa kuhamasisha pia fedha za mradi. Uwe taasisi ambayo ina fedha za kutosha kuweza kupewa tenda hii. Lakini matatu ni uwezo wa kiufundi wa kutekeleza mradi wenyewe, washirika ambao tuko nao kwa maana ya wakandarasi na wengine. Lakini namba 4 ni uzingatiaji wa sheria na kanuni husika ambazo zinatumika ndani ya Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia eneo la 4 tumeainisha mradi ambao utakuwa uwanja, lakini namba 2 tumeeleza sifa ambazo tunatazamia kuzitazama kwa mtu ambaye atakuja kuomba tenda hii. Tenda hii sasa, ndugu zanguni, kama tendaji imetoa siku 14 tu. Yaani kutoka leo tarehe 9 Januari mwaka 2026 mpaka tarehe 23 Januari hii ya mwaka 2026 tutakuwa tumeshafunga zoezi hili la kupokea tenda. Na tenda zote kwa taasisi na kampuni ambayo inataka kuomba, tumeweka pale email ya klabu yetu kwa ajili ya kutuma. Sasa liko swali ambalo nimeona wengi wakiwa wakijiuliza. Bwana, awali tulitangaziwa kwamba rais ameshapata mtu wa kujenga uwanja. Tukasikia pia taarifa kwamba GSM ambaye ni mdhamini na mfadhili wa klabu yetu kwamba na yeye tayari ameshaonyesha dhamira. Huu mchakato wa nini sasa? Yaani kwa nini sasa tumekuwa na mchakato wa kutangaza tenda wakati tayari tuna mdhamini ambaye na mfadhili wa klabu yetu ambaye ameshaonyesha nia ya kutaka kujenga uwanja? Ndugu zangu, ni kama tendaji ya klabu yetu Young Africans inayoongozwa na Engineer Hersi Said mara zote inazingatia kitu kinaitwa good governance. Good governance, utawala ulio bora. Ni kweli kabisa, wala hakuna shaka, GSM kupitia rais wa GSM Group of Company Ghalib Said Mohamed alionyesha dhamira ya kutaka kushirikiana na klabu yetu kwenye ujenzi wa uwanja.
lakini dhamira yake pekee haiipeleki kamati tendaji kulipitisha hilo jambo pasita kufanya procedure zote. Lazima tupitie njia zote, ndio good governance. Pengine GSM kaonyesha dhamira, lakini yako mataasisi mengine, wako wadau wengine, zio kampuni nyingine zinatamani pia kupata fursa kushirikiana na klabu yetu Young Africans, na hiyo ndio good governance. Unatoa fursa kwa watu wote kuomba hiyo tenda. Kwa hiyo GSM ambaye alionyesha dhamira, naye atapitia kwenye huu mchakato kama ambavyo wadau wengine na wao pia watapitia kwenye huu mchakato. Nichukue fursa hii kuwakaribisha wadau wote, mataasisi yote, makampuni ambao yanataka kushirikiana na klabu yetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mna siku 14 tu za kukamilisha tenda hii. Tumeni maombi yenu, na kama tendaji taketi tapitia na itakuja kutangaza mshindi, na inshallah mchakato huu utakimbizwa. Tumetoa siku 14 kwa sababu nataka mchakato ukimbizwe kuelekea kwenye ujenzi wa uwanja wa kihistoria wa klabu yetu Young Africans. Siku njema, na tujiandae na mchezo wetu wa usiku leo hapa New Aman Complex dhidi ya Singida Black Stars kwenye nusu finali ya Kombe la Mapinduzi.